Tamasha la ulimbwende wa Kiswahili liliandaliwa mjini Kisumu, huku tamasha hili likisifiwa kwa kuboresha matokeo ya masomo ya Kiswahili. Tamasha hili liliwapa wanafunzi walioshiriki nafasi ya kushiriki katika mashindano kama vile uchoraji, mjadala, kutoa hotuba, kutukuza fasihi, uandishi shirikishi na mengineo katika lugha ya Kiswahili. Washikadau wa sekta ya elimu na hasa soko la Kiswahili pia wameisifu kama hatua mojawapo ya kutukuza lugha hiyo nje ya mfumo wa darasani, na wametoa wito kwa serikali kuhakikisha kuwa lugha hiyo haikuzwi tu kwa minajili ya masomo pekee, ila wapanue nafasi katika nyanja tofauti ya kukuza lugha ya Kiswahili na utamaduni wake nchini. Dhamira ya hafla hiyo ilikuwa mabadiliko ya tabia nchi. Tumefunzwa mengi kabisa kama wahusika katika kitabu cha Wema Hauozi, na najua itatufaidi katika mtihani wa mwisho wa mwaka. Leo nimejifunza mambo mengi, nimejifunza kukuwa na ujasiri kila mahali na kila pahali, ukiitwa uitike. Umuhimu wa tamasha la leo ni kukuza Kiswahili, kusherehekea Kiswahili na utamaduni wetu wa Kiafrika, hasa katika jimbo hili la Afrika Mashariki. Hafla kama hizi tunapata wanaimarisha, mielekeo inabadilika, wanaanza kuwa na mwelekeo chanya, na tumeona hilo likitufaidi sana, hasa tulipokuwa hata na tamasha ulimbwende mwaka uliopita. Tukachangamkia, maandalizi yakawa kabambe, wanafunzi wakafurahia, na kupitia yale maelekezo yaliyotolewa tuliona kukao mwelekeo ukabadilika, na hata jinsi walivyojiandaa katika mtihani, matokeo yakawa ni bora zaidi. Hapa Magharibi na Nyanza tunaona kwamba kwa ajili ya kuongezeka kwa idadi ya watu, misitu imekatwa, miti imekatwa, na ni vijana tu ambao wana ari na msukumo